Bwana Yesu asifiwe sana, mtazamaji wa Eden TV. Ninakusalimia kwa jina la Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa Paulina Ibrahim. Nikukaribishe sana katika kipindi kizuri, kipindi cha maarifa na ufahamu. Ni kipindi ambacho ulikuwa unakisubiria kwa hamu sana, na sasa ndio kimewadia mbele yako, na wakati huu nipate kuchukua fursa hii kukukaribisha mtazamaji mahali popote ulipo, katika kipindi hichi cha maarifa na ufahamu ambacho kitakupatia mambo mazuri sana. Utapata kujifunza mengi, utapata ufahamu, utapata maarifa. Nina uhakika kabisa katika maisha yako utakuwa ukiishi katika maarifa ya kimungu, na utakuwa unaishi ndani ya ufahamu wa Mungu ukiwa pamoja nasi katika kipindi hichi ambacho kitakupa nyanja mbalimbali. Na katika studio zetu za Eden TV, moja kwa moja tayari niko hapa na mtumishi wa Mungu ambaye atakusalimia na pia atajitambulisha, lakini pia zaidi kama nilivyokuambia, kipindi ni maarifa na ufahamu. Karibu sana, kaa tayari ili tuweze kuwa pamoja. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Karibu sana katika studio hizi za Eden TV. Asante sana. Ni wakati mwingine mzuri ambao Mungu ametupatia neema. Yes. Tumepata kitu kizuri sana. Kipindi cha maarifa na ufahamu. Yes. Kwa kweli tunafurahi. Yeah. Karibu mtumishi wa Mungu, kwa sababu jukumu hili unalo. Amen. Karibu wasalimie watazamaji na ujitambulishe. Yeah. Alafu tutaendelea na kipindi chetu. Amen. Asante sana mtangazaji. Kwa majina naitwa David Ibrahim, mwana wa madhabahu, ni mtoto wa Prophet Jackson Ibrahim. Ninamshukuru Mungu kwa siku hii, ninamshukuru Mungu kwa kipindi hichi, na ninamshukuru Mungu kwa madhabahu hii ya Eden TV, madhabahu kamili nyumbani mwako, na ninamshukuru Mungu kwa sababu ya kipindi hichi cha maarifa na ufahamu. Na ninaamini kile ambacho Mungu amekikusudia ni kwa ajili ya kumnyanyua muamini, ni kumnyanyua mtaua, ni kumnyanyua aliye katika hali ya chini, aliye katika hali ya kukosa yanayostahili kupata, ili kuweza kuyapata kupitia kipindi hichi cha maarifa na ufahamu. Yes. Ambacho kimeandaliwa na madhabahu za Power Perfection. Lengo hasa ni kumfanya yule Mkristo, yule asiye Mkristo, yule ambaye ni muamini na yule asiye muamini kuweza kupata maarifa ya kimungu na kuelekea katika ule utukufu, ama kuelekea katika kile kilele cha maazimisho ya utukufu wa Mungu. Yes. Na mshukuru Mungu, na ni tuombe pamoja. Baba, asante kwa sababu ya neema yako, asante kwa sababu ya kibali chako, asante kwa sababu ya kipindi hichi cha maarifa na ufahamu. Asante kwa sababu utafungua masikio ya wengi, asante kwa sababu umefungua macho ya wengi, asante kwa sababu umefungua fahamu za wengi kuweza kuelewa. Asante kwa sababu umejenga neema yako katika ile fahamu ya mtu mmoja, katika ule moyo wa mtu mmoja, katika ule nafsi ya mtu mmoja, katika ule mwili wa mtu mmoja, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu utainua wengi na kutoka katika hali ya utumwa na kuelekea katika ufalme wako, na ile neema yako na ile nuru halisi ya Kristo Yesu ambaye ni mwanao. Katika jina la Yesu Kristo, achilia neema maradufu kwa ajili ya utukufu wa jina lako, in Jesus name. Amen. Amen. Mtazamaji, kipindi hewani ni maarifa na ufahamu. Kipindi hiki ni kipindi cha baraka sana, kama mtumishi wa Mungu alivyotujulisha. Sasa wewe kaa tayari kupata maarifa, kaa tayari kupata ufahamu, ufahamu wa kimungu, maarifa ya kimungu. Huu ndio wakati wako. Ulikuwa unajiuliza maswali mengi sana, huna majibu. Majibu yapo. Ndio maana kipindi hichi maarifa na ufahamu kipo hewani kwa ajili yako. Nikushauri tu kwamba unaweza ukawa na Biblia yako hapo, lakini pia notebook kwa ajili ya kunoti vile ambavyo mtumishi wa Mungu anafundisha mahali hapa. Itakuwa ni vizuri sana, yatakusaidia kwa sababu kipindi hichi kiukweli kitakufungua. Karibu sana, karibu sana, karibu sana katika kipindi hichi. Mambo yatakuwa ni mazuri sana. Mtumishi wa Mungu, kabla tujaingia undani sana, yes, hebu tuambie na mtazamaji apata kuelewa, yes, nini maana ya maarifa, au maarifa ni nini na ufahamu ni nini? Yes, maarifa ni ujuzi. Maarifa ni ujuzi. Ni ujuzi hasa wa kimungu. Okay. Maarifa hasa ni ujuzi hasa wa kimungu. Au ni ule upeo tunaoupata. Ni ule upeo tunaoupata. Au uwezo fulani tunaoupata baada ya kuelewa
neema ya Mungu. Yes, au kuelewa namna ya Mungu alivyo, au kuelewa namna Mungu anavyotaka kuhusu wanadamu. Yes, hiyo ni maarifa. Yes. Maarifa. Ndio. Ufahamu ni kuelewa. Ni kuelewa, ni kule kupata kitu. Kupata kuelewa. Yaani kuwa na uelewa fulani. Lakini ukisoma Biblia, Biblia anasema kumfahamu Muumba ndio ufahamu. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunachotamani mtazamaji wa Eden TV ajue, au mtazamaji anayetufuatilia kwenye kipindi cha Maarifa na Ufahamu, ni kujua kwamba ufahamu namba moja duniani ni kumfahamu Mungu. Ni kumfahamu. Biblia inasema kumfahamu Muumba ndio ufahamu. Ndio ufahamu, au kumjua Muumba, kujua njia zake, kujua anavyotaka, huo ndio ufahamu. Au kujua vile alivyokukusudia, ndio ufahamu. Lakini ujuzi maarifa ni ujuzi tunaopata baada ya kujifunza kutoka kwake. Lakini vyote hivi viwili, maarifa na ufahamu, matokeo inatokana na kitu kinaitwa mafundisho. Natokana na kitu kinaitwa mafundisho. Ndio maana Biblia inasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Maana kwamba kumcha Mungu na mafundisho ndio vinaleta kitu kinaitwa maarifa na ufahamu. Yaani unapomcha Mungu, unapomwabudu Mungu, unaposujudu kwa Mungu, unapopiga magoti, unapoomba, unapojifunza neno lake, uko ni kuongeza maarifa. Zewe kila siku kiwango ambacho unamjua mtu anamfahamu Mungu, ndio kiwango ambacho Mungu anatokea kwake. Au kiwango cha maarifa alichonacho mtu ndio kiwango cha maarifa, ndio kiwango cha ukombozi, au ndio kiwango cha kutolewa katika namna fulani ya giza na kuelekea katika namna fulani yenye utukufu wa Mungu. Kwa hiyo mtu ili aweze kusaidika, ama mtu ili aweze kupata neema zaidi maradufu, ni namna ambavyo maarifa na ufahamu yamejengeka ndani yake. Kwa hiyo jambo la kwanza, maarifa na ufahamu hasa inatokana na kitu kinaitwa mafundisho. Ndio maana tumekuja tuko hapa sasa, na kipindi hiki kimeandaliwa ili kumtoa mtazamaji wa Eden TV, ama kumtoa mtakatifu, ama kumtoa muamini, kumtoa mwenye haki, kumtoa mwana wa Mungu duniani popote alipo, katika namna moja chini, na kumpeleka namna maarifa yanamkwamua mtu. Ndio maana tunasema matokeo ya maarifa, ufahamu na maarifa ni matokeo ya mafundisho. Lakini jambo la pili ni kumcha Mungu. Ni kumcha Mungu. Maarifa na ufahamu inatokana katika kumcha. Huwezi kuwa na maarifa na ufahamu kama haumchi Mungu. Ili uweze kujipima uwezo ulionao katika Mungu, ni lazima umche huyo Mungu. Ili uweze kujijua una ujuzi kiasi gani, ama una neema kiasi gani, ama una ufahamu kiasi gani, ni lazima umche Mungu. Bila sema utamcha Mungu utaepukana na uovu. Kwa hiyo maarifa ndio yanakusaidia kuepuka na uovu. Maarifa ndio yanakusaidia kujitenga na dhambi. Maarifa ndio yanakusaidia kutoka katika utumwa. Na masome kitabu cha Misali. Misali 10:9. Hakikisha unakuwa Bennett pamoja nasi, na kama una Biblia yako fungua kama mtumishi wa Mungu alivyosema, Mithali sura ya 11:9. Ndio ninasoma A na B. Anasema asiyemcha Mungu humpoteza jirani yake kwa kinywa chake. Asiyemcha Mungu humpoteza jirani yake kwa kinywa chake. B anasema bali wenye haki watapona kwa maarifa. Misali 11:9. Bali wenye haki watapona kwa maarifa. Kwa hiyo kinachomsaidia mtu kupona, kinachomsaidia mtu kusaidika, kinachomsaidia mtu kuepukana na hali yoyote ya situation yoyote mbaya katika ulimwengu ni maarifa. Ndio maana wenye haki watapona kwa maarifa. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa ni mwenye haki. Mtu anaweza akawa anatufuatilia sasa, anasema mimi namwabudu Mungu, mimi ninafunga na kuomba, mimi ninatoa sadaka, lakini kwa nini? Kuna kitu kimoja amekosa. Na nimwambie mtazamaji anayetufuatilia kwenye kipindi cha Maarifa na Ufahamu kwamba hata kufanikiwa kiuchumi kunahitaji maarifa. Watu wafanikiwa kiuchumi kwa sababu wanaomba sana, ila watu wanafanikiwa kiuchumi kwa sababu wana maarifa katika uchumi. Hauwezi kufanikiwa katika nyanja yote, au katika idara yote, ama katika kitengo chochote katika ulimwengu kama hauna maarifa na hilo eneo. Ndio maana hata tunapo kuna vitu fulani lazima tujifunze. Kwa mfano kuendesha gari. Hiyo sio kuota ndoto na kwenda, ni lazima uende shule. Biblia Mungu amekuita. Mungu amekuita. Lazima ukatafute kujifunza Biblia. Sawa, Roho Mtakatifu anakufundisha, lakini pia unahitaji kufundishwa na watu wenye Roho Mtakatifu ili upate maarifa ya Biblia, ili uweze kuamua watu wengine katika
idara husika katika huduma. So maarifa yanahitajika katika kila neno. Maana anasema wenye haki watapona kwa maarifa. Ukisoma kitabu cha Hosea, Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo kupona ni maarifa na kuangamia ni kukosa maarifa. Kwa hiyo maarifa yana umuhimu sana. Pale unapokuwa na maarifa juu ya jambo fulani, hapo unapokuwa na maarifa juu ya eneo fulani ulilopo, ni kiuchumi, ni kwenye ndoa, ni kwenye elimu. Kwa sababu atuongelei tu mtu kwa mfano, kuna watu wanasema mtu anaweza akasema Yesu ni jibu. Sawa, Yesu ni jibu, lakini una maarifa gani juu ya Yesu? So inabidi hilo jibu lipatikane katika maarifa yake, kwa sababu Yesu ni maarifa. Anasema ukisoma kitabu cha Misali anasema mimi ni nguvu. Anasema mimi ni maarifa yaliyo sahihi. Kwa hiyo kumbe duniani kuna maarifa, lakini maarifa yaliyo sahihi yanatokana na Mungu ama Yesu Kristo. Ndio maana maarifa na ufahamu, anasema mimi ni maarifa yaliyo sahihi. Kwa hiyo kuna maarifa yaliyo sahihi na maarifa yasiyo sahihi. Kwa mfano, elimu yoyote ambayo ni ya kidunia, ndio maana Biblia inasema mwisho kwenye kusoma kitabu vya Injili ya waraka wa Mtume Paulo, anasema mjiepushe na mafundisho yasiyo sahihi. Hapa mjiepushe na mafundisho ya upotofu. Maana kwamba ni maarifa yasiyo sahihi. Kumbe kuna mafundisho lakini waga sio sahihi. Lakini kuna mafundisho ambayo ni sahihi, ambayo ni Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ndio maarifa yaliyo sahihi. Ama ni maarifa yanayotokana na usahihi wa kimbingu, kwa sababu ni elimu isiyogoshiwa. Elimu isiyogoshiwa, ama ni elimu isiyochakachuliwa, ama ni elimu isiyochanganywa. Ndio maana Biblia ukisoma kitabu cha Zaburi 12, tusome kitabu cha Zaburi 12 mtumishi wa Mungu, ili tumueleweshe mtazamaji wa Eden TV na kwenye kipindi cha maarifa na ufahamu. Zaburi ya 12, fungua na mimi. Ndio. Zaburi ya 12. Zaburi ya 12 kuanzia mstari wa 6. Anasema maneno ya Bwana, Zaburi ya 12 mstari wa 6. Anasema maneno ya Bwana ni maneno safi. Ni fedha iliyojaribiwa karibuni juu ya nchi, iliyosafishwa mara 7. Kwa hiyo kumbe neno la Mungu limehakikishwa. Kwa mfano kama ni Tanzania tunasema limepitishwa TBS. Limepitishwa TRA, alina madhara yote. Alina upungufu wote. Kwa hiyo ni maneno ni fedha iliyojaribiwa karibuni juu ya nchi. Yaani fedha huwa inapitishwa kwa kitu inajaribiwa. Au dhahabu huwa inasafishwa. Kwa hiyo neno la Mungu limeshasafishwa, limeshachakatwa, limepimwa. Kwa hiyo ni maarifa aliyo sahihi, hayapotezi mtu. So tunapohubiri hapa, tunaposema kuhusu maarifa, kwa hasa maarifa sahihi yatokana na Mungu ama yatokana na madhabahu ya Yesu Kristo, ni maarifa yaliyo sahihi ambayo tayari yamehakikishwa. Ndio maana hakuna upungufu kama ukilisema neno na Roho Mtakatifu akakuongoza. Roho Mtakatifu ana uhusiano na neno. Kwa hiyo hakuna namna utasema nilikosea au niliumba, kwa sababu tayari ni usahihi katika maarifa sahihi ya kimungu. Yes, mtumishi wangu. Okay, mtazamaji, kipindi hewani ni maarifa na ufahamu. Kipindi kizuri, kipindi ambacho kinakupa maarifa ya kimungu. Kama nilivyokuambia, kipindi kitakupatia ufahamu wa kimungu, kwa sababu hapa anayoyazungumzia mtumishi wa Mungu zaidi sana yanaanza na Mungu wetu kwanza. Ili uweze kuperform maisha yako, uende huku na huku, fanikiwe, lazima uwe na maarifa ya kimungu, lazima uwe na ufahamu wa kimungu. Na hapa mtumishi wa Mungu anazidi kutujulisha kwamba maarifa ni nini, ufahamu ni nini. Ametuambia, na hapo moja kwa moja ametuambia kwamba katika mafundisho unapata maarifa, unapata na ufahamu pia. Mtumishi wa Mungu, yes. Unafikiri umesema hizi njia mbili, mafundisho, lakini pia umesema kumcha Mungu. Kuna uwezekano wa mtu kupata maarifa au fahamu kwa namna yoyote nyingine zaidi ya hizo? Ipo, lakini tunaita sio sahihi. Kuna maarifa yaliyo sahihi, maarifa yaliyo sahihi na maarifa yasiyo sahihi. Ndio maana Biblia inasema ujiepushe na elimu za dini zidanganyazo, ama inasema ujiepushe na elimu za upotofu. Umeona au anamwambia Timotheo ujiepushe na hadithi za wazee ziletazo na 7. So tunatamani tuwasikilize wazee. Yes. Lakini ndani wazee wana hekima pia. Lakini Biblia Timotheo anaambiwa na Paulo ujiepushe na hadithi za wazee ziletazo na 7. Aba zibu au maswali. Kwa hiyo kuna mafundisho au kuna maarifa ya kidunia ambayo hasa hayajengi. Wazee wanatoa mafundisho sahihi, lakini sio wazee wote wanatoa mafundisho sahihi. Kuna mahali wanatoa mafundisho, yani kuna namna wewe unaweza ukasikiliza mahali wakakufundisha mafundisho, lakini yanaweza asiwe sahihi. Lakini tunaongelea mafundisho sahihi hasa yanaanzia kwa Mungu. Ama hekima sahihi inaanzia, maarifa sahihi inaanzia
kwa Mungu, ama ufahamu sahihi unaanzia kwa Mungu. Mengine yapo lakini sahihi cha kwanza ni kwa Mungu. Sahihi kabisa ni kwa Mungu. Kwanza ni kwa Mungu. Ndio maana kuna maarifa ya Mungu na kuna maarifa ya wanadamu na kuna maarifa ya kishetani. Sasa nimesema cha kwanza ni maarifa sahihi kwa sababu mwanadamu pia ana maarifa. Lakini swali yanatokana na Mungu, tunazungumzia yanayotokana na Mungu. Ya kwanza ni sahihi, ni yanayotokana. Nasema mimi ni ufahamu sahihi. Mimi ni maarifa, mimi ni maarifa sahihi. Kwa hiyo kuna maarifa ambayo sio sahihi ama sio 100% katika utimilifu wa hayo maarifa. Yes. Amina. Mpenzi mtazamaji wa Eden TV, bado ninazidi kukujulisha kabisa kipindi hewani ni maarifa na ufahamu. Kipindi hichi ambacho kinakujia moja kwa moja kupitia studio zetu za Eden TV. Kaa tayari kabisa, endelea kujifunza kwa sababu Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu. Yuko hapo na yuko mtumishi wa Mungu anazidi kudadavulia zaidi. Tunapata kujua kumbe kuna maarifa isiyo sahihi na kuna maarifa iliyo sahihi. Na maarifa iliyo sahihi tumeambiwa kwamba inatokea kwa Mungu. Yaani Mungu kwanza. Ukienda nje ya maarifa ya Mungu, basi unajua kabisa umeenda katika maarifa isiyo sahihi. Hakikisha unakuwa pamoja nasi Bennett vizuri katika kipindi hichi kizuri ambacho ni kipindi cha maarifa na ufahamu. Mtumishi wa Mungu, yes. Turejee hapa. Wewe upo katika kanisa la kinabii. Unaizungumziaje neema ya kinabii? Yes. Neema ya kinabii ya kwanza ni neema tuliopendelewa. Ni neema ya upendeleo. Neema ni upendeleo. Yes. Neema ni kitu ambacho mtu hakustahili lakini amestahilishwa. Au kupaswa kuwa nacho. Okay. Lakini umepewa. Au wengine wamenyimwa, au kapewa. Ndio maana ya neema. Au wengine hawanacho lakini wewe unacho. Hiyo ndio maana ya neema. Umestahilishwa usicho stahili. Kwa hiyo tumepewa neema ya kinabii. Na Biblia ukisoma kitabu cha Waefeso 4. Waefeso 4:11. Ndio. Waefeso 4:11. Fungua na mimi mtazamaji wa Eden TV. Yes. Mtazamaji unayetufuatilia sasa kwenye maarifa na ufahamu. Kitabu cha Waefeso 4:11. Anasema kitabu cha Waefeso 4:11. Anasema hivi kuanzia 11. Anasema yes. Naye alitoa wengine kuwa mitume. Naye alitoa wengine baadhi. Yaani naye alitoa wengine. Naye alitoa wengine kuwa mitume. Maana yake kulikuwa kuna kundi kubwa lakini Hapo anasema na wengine kuwa manabii. Na wengine. Umeona? Kwa hiyo katika utumishi wa Mungu hii kuwa nabii, yes, ingetosheka labda tuseme Mungu alitoa mwingine kuwa walimu. Lakini si kwetu alitoa wengine kuwa kwa neema aliyotupa ni kwamba alitoa kuwa na manabii. Ndio. Kwa hiyo ni baadhi ya watu. Kwa hiyo neema ya kinabii tumepewa na ni upendeleo wa kimungu. Ni upendeleo wa kimungu juu yetu. Ni upendeleo wa Mungu juu yetu. Yes. Okay, kwa hiyo hapo moja kwa moja tunaona ni upendeleo. Kwa sababu kama alitoa wengine kuwa manabii, wengine kuwa mitume, basi ingetufurahi au tunaweza tukasema kama ingempendelea yeye sisi kuwa walimu, basi tungeridhika na walimu. Lakini kwa sababu ametoa sisi ama ametoa neema ya kinabii, basi ni upendeleo. Kwa sababu kama yeye angechagua, kwa sababu hatukumpangi. Unajua Mungu hapangiwi. Mungu hapangiwi. Kama ametoa manabii, ametoa injilisti, ametoa walimu, basi ungejikuta hapo hapo. Kwa mfano sasa hivi, kwa mfano mmoja, wewe si ni mwanamke, mimi mwanaume. Ndio kabisa. Siwezi kumuuliza Mungu aliniumba, nimeshajikuta ni wa kiume. Na wewe pia huwezi kumuuliza Mungu mimi kwa sababu umeshajikuta. Ukuipanga, ukukaa kikao na Mungu, umejikuta. So vivyo hivyo ni neema, yani tayari umejikuta ni hivyo. Lakini swali langu bado liko hapo kwamba ni kweli alitoa wengine mitume, wengine manabii. Sasa tunataka kufahamu, maana kipindi hewani ni maarifa na ufahamu. Tunapenda kufahamu neema. Wewe kama unaizungumziaje neema ya kinabii inavyotenda kazi? Cha kwanza neema ya kinabii cha kwanza ni chanzo. Chanzo nini hasa chanzo
unabii ni nini ama nabii ni nani? Nabii ni mweleze mtazamaji wa maarifa kwenye kipindi cha maarifa na ufahamu, ili apate maarifa zaidi. Nabii ni nani? Nabii ni mjumbe wa Mungu. Nabii ni jicho la Mungu. Ndio. Nabii ni huduma katika huduma 5. Katika huduma 5. Na katika huduma 5 tukianzia labda mtume ni huyu. Nabii ni huyu. Kwenye katika namna ya kueleza, mwinjilisti ni huyu. Ndio. Mwalimu nani mchungaji ni huyu. Ameingia agano na kanisa, amefunga agano na kanisa. Lakini mwalimu ni huyu hapa. Ndio. Ni mwalimu. Tukisema ni mwalimu, maana kwamba sio kuelezea, ninamueleza nabii, lakini the way tunavyomuona anaweza kuingia kwenye kila sikio. Yaani mwalimu anapitisha elimu, inaingia kwenye kila sikio. Anaingia popote kwa maana Biblia inasema yani mwalimu anapitisha elimu, inaingia, unaisikia. Lakini nabii ni mwelekezi. Ni mwelekezi. Ni mwelekezi, pita hapa, fanya hivi. Ni nabii ni yule aliyepewa neema ya kukuonyesha wewe ni nani. Au ni aliyepewa neema aliyepewa neema na Mungu ya kukuelekeza uelekee wapi. Ama huko duniani kufanya nini. Ni mtu aliyepewa na Mungu kumweka mtu katika nafasi sahihi. Nabii ni mtu aliyepewa neema ya kumwambia mtu kaa sehemu fulani utafanikiwa, kwa sababu yeye anachokiona ambacho ni Mungu amemfunulia na sio wanadamu wanavyoona. Kwa hiyo nabii ni mtumishi wa Mungu ambaye amepewa neema ya kutoa unabii. Nikisema unabii maana yake ni sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu. Tusome kitabu cha Petro wa pili. Petro wa pili. Wakati mtazamaji mtumishi wa Mungu anazidi kufungua neno Petro wa pili hapo, kumbuka kipindi hewani ni maarifa na ufahamu. Sasa tuko pamoja, fungua na wewe hapo ulipo, tuendelee kupata maarifa na ufahamu. Yes, Petro wa pili 1:21. Waraka wa pili wa Petro 1:21. Nitasoma, tusome wote mtazamaji. Asema maana unabii au kuletwa popote. Maana unabii au kuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Mapenzi ya mwanadamu. Bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Kwa hiyo nabii ananena yanayotoka kwa Mungu. Nabii ni huduma iliyopewa kunena yanayotokana na Mungu na sio yanayotokana na wanadamu. Ukisoma kitabu cha Yohana, kitabu cha Yohana anasema waliozaliwa si kwa mwili wala si kwa mapenzi ya mwili. So nabii huwa naye aneni yanayotokana na mwili, ananena yanayotokana na Mungu. Ananena mbingu zinanena nini, ama Mungu ana mawazo gani mema. Biblia inasema ninajua mawazo yaliyo mema. Ninasema ninajua mawazo ninayajua mawazo, ninawazia mawazo yaliyo mema, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Kwa maana kwamba Mungu anatuwazia yaliyo mema. Ni nani atakayetuambia mawazo ya Mungu yaliyo mema kwetu? Ni nani atakayetupa faraja ya Mungu? Ukisoma vitabu vya Injili, ukisoma Biblia kuna mahali anasema kwamba neno la Mungu lilikuwa adimu miaka hiyo. Ukisoma kitabu cha Samueli, bali anasema na neno la Mungu lilikuwa adimu. Kwa nini neno la Mungu lilikuwa adimu? Sio kwamba neno la Mungu lilikuwa lipo, ila ni kwa sababu sauti ya unabii ilikoma. Ndio maana akatokea Samueli. Kwa hiyo before Samueli palikuwa na kuhani Eli, lakini sauti ya Mungu iligoma. Sauti ya Mungu haikusikika. Why? Kwa nini sauti ya Mungu haikusikika? Ni kwa sababu unabii na manabii kuanzia Malaki mpaka Samueli palikuwa na ukimya. Kutokea, kwa sababu maandiko yanasema kutokea kuanzia Malaki mpaka Yesu, hapo katikati palikuwa pana ukimya. Maana kutoka Malaki kwenda Yesu, maana ilikuwa kutoka Malaki bado agano jipya ilikuwa bado. Yes. Kwa maana kwamba hapo katikati unasema karibia miaka 400 palikuwa na ukimya. Na ukisoma kitabu cha Samueli anasema neno la Mungu lilikuwa adimu. Neno la Mungu lilikuwa adimu. Lakini neno la Mungu la kuaje adimu wakati kuna kuhani anaitwa kuhani Eli? Sasa swali langu, kwani kuhani Eli si mtumishi wa Mungu? Si ndo aliyemwambia Samueli Mungu anasema na wewe? Ni kwa nini neno la Mungu lilikuwa adimu? Ni kwa sababu nabii hakuepo kwa zamu hiyo.
nabii hakuwepo kwa zamu, na kama wakati alikuwepo basi sauti ya Mungu ilisimama, kwa sababu nabii wa Mungu katika ofisi ama katika huduma ya kinabii ilikuwa haipo. Okay. Kwa hiyo nabii ni anayenena, ni mtumishi wa Mungu anayenena faraja yatokana na Mungu kuwaletea wanadamu. Ama ni mtu anayesikia sauti ya Mungu kwa niaba ya wanadamu. Ama ni mtu anayesikia, anayemuuliza Mungu. Tusome kitabu cha Samueli. Ndio. Samueli. Sawa kabisa. Mtazamaji, uko nami Paulina mwana wa Ibrahim, na kipindi hewani ni Maarifa na Ufahamu. Kipindi hichi ambacho kinakujia moja kwa moja kutokea hapa katika studio zetu za Eden TV. Endelea kuchambua mambo mazuri ambayo tunazidi kupata ufahamu wa kimungu na maarifa ya kimungu. Unaweza ukafungua na mtumishi wa Mungu ataendelea kusoma mahali hapa. Samueli wa kwanza kuanzia 6. Samueli wa kwanza 9:6. Samueli wa kwanza 9:6. Bila nasema kwenye 6 anasema, naye akamwambia, tazama, katika mji huu mna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa. Tazama, katika mji huu ndio mna mtu wa Mungu, naye ni mwenye kuheshimiwa, naye asemayo utukia kweli kweli. Basi twende huko, labda yeye aweza kutuambia habari ya safari yetu tunayoiendea. Okay. Hapa wasomi wa Biblia ama wale ambao wale ambao ni wana wa Mungu, ni wale wanatufuatilia sasa hivi kwenye Maarifa na Ufahamu. Hii ni habari ya mtu mmoja anaitwa Sauli. Alipoteza punda za baba yake anaitwa Kishi. Sasa Sauli akawa anaenda kutafuta punda. Alipokosa punda, mjakazi wake ama kijana wao kazi ama kijana wanaosimamia masuala hayo ya mifugo akamwambia, pana mtu wa Mungu ambaye ni Samueli alikuwa ameingia katika mji wao. Katika mji akamwambia, pana mtu wa Mungu ambaye akwambia wewe tokea kweli kweli. Kwa nini anayekwambia tokea kweli kweli? Ni kwa sababu ni nabii. Kwa sababu ni nabii. Hapo tusome 9. Samueli wa kwanza, waraka wa kwanza Samueli wa kwanza 9:9. Anasema, hapo zamani katika Israeli mtu alipokwenda kuuliza neno kwa Mungu. Kwa hiyo nabii ni mtu ambaye anaulizwa neno na wanadamu, ambaye ili neno wale linatoka kwa Mungu. Yaani nabii ni sauti ipenyayo masikioni. Ni sauti ya Mungu inayopenya kwenye masikio, ambayo baada ya kumsikiliza mwanadamu anasikiliza na ya Mungu. Kwa hiyo kama mapenzi ya Mungu hayaendani na yale mapenzi ya wanadamu, zinakinzana. Lakini kama sauti ya Mungu inaendana na kile anachosema mwanadamu, anachouliza mwanadamu, kwa nabii, Mungu anapitisha majibu. So hapo zamani katika Israeli mtu alipokwenda kuuliza neno kwa Mungu, usema hivi, aya twende kwa muonaji, maana mtu aitwaye sasa nabii hapo zamani aliitwa muonaji. Okay, kwa hiyo nabii wakati huo anaitwa nabii, lakini zamani alikuwa anaitwa muonaji. Yes, Agano la Kale nabii alikuwa anaitwa muonaji. Nani? Muonaji. Na watu wanapoenda kuuliza neno kwa Mungu, sio yani wanaposema wanaenda kuuliza kwa Mungu, wanaenda kuuliza kwa Mungu kupitia mtumishi wa Mungu. Okay. Ndio maana mtumwa wa Sauli alimwambia twende tukaulize, maana kuna mtu wa Mungu katika mji na ni mwenye kuheshimiwa, naye akwambia utukia kweli. Kwa nini akwambia atoke? Kwa sababu ni sahihi. Ni wa Mungu, ni sahihi. Okay. Tunachozungumzia kwamba ni sahihi. Kwa hiyo anachouliza kwa Mungu, maandiko yanasema kila aendaye kuomba kwa Mungu naamini. So huyu anapoenda kuuliza kwa Mungu, Mungu atajibu, kwa sababu nabii anapitisha sauti ya Mungu. Ni huduma ambayo ama ni ofisi ambayo 100% inapitisha sauti ya Mungu iliyo sahihi ama kamili. Kwa hiyo nabii ni mjumbe wa Mungu, ama unabii ni ujumbe utokao kwa Mungu unaopita kwa nabii ili kuwaletea wanadamu faraja ya Mungu, matumaini ya Mungu, kusudi la Mungu, mwelekeo wa Mungu. Watu wengi sana walikuwa wanajua kwamba manabii ilikuwa Agano la Kale, lakini kwa wakati huu tuko Agano Jipya. Wewe unaweza kutudhibitishiaje kwamba wakati huu Agano Jipya kwamba swala la kinabii au manabii ipo? Yes. Niseme kwamba kutoka Malaki, ndio hapo katikati miaka 400 palikuwa pana ukimya. Kwa sababu hapakuwa na sauti ya Mungu waziwazi. Ndio. Au neno la Mungu lilikuwa adimu, ama sauti ya Mungu ilikuwa adimu mpaka wakati wa Yesu Kristo. Kwenye Agano Jipya nabii wa kwanza
Ndio. ni Yesu. Nitatoa mifano kadhaa. Ndio. Tusome kitabu cha Yohana, kitabu cha Yohana. Mtazamaji wa Eden TV, maarifa na ufahamu. Yes. Fungua kitabu cha Yohana ama Injili ya Yohana Mtakatifu. Ile ya Yohana Mtakatifu mstari wa sura ya kwanza, na ule ni mstari wa 41. Ndio. 41. Yes, anasema huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia tumemwona Masihi. Ndio. Tumemwona Masihi. Anasema huyo, tuanzie 44. Yohana, Injili ya Yohana 1. Yes. 44. Anasema naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Yes. Filipo akamwona Nathanaeli, akamwambia tumemwona yale andikwa na Musa katika Torati na manabii. Tumemwona yeye aliyeandikwa, tunasema hivi, tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati na manabii. Yesu mwana wa Yusufu. Nathanaeli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Nathanaeli akamwambia, anasema hivi, Filipo akamwambia, njoo uone. Basi Yesu akamwona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake. Tazama Mwisraeli kweli kweli, akanena habari zake. Nabii ambaye namzungumzia kwenye Agano Jipya, nimesema kwanza ni Yesu. Ndio. Ambaye ndio msingi wa imani yetu. Na Biblia inasema mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Yesu Kristo jiwe kuu la pembeni. Soma kitabu cha Efeso 2:20. Anasema mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Yesu Kristo akiwa jiwe kuu. Kwa hiyo anayetuonyesha ramani, yani anayetuonyesha tuwekeje tofali, anayetuonyesha kwa sababu tunaposema tumejengwa juu ya msingi, Biblia inaposema mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, na Yesu Kristo akiwa jiwe kuu la pembeni. Ndio. Kila msingi huo unafuata kipimo cha kwenye kona au jiwe la pembeni. Okay. Ama ili ulazi mafundi, kuna kitu naitwa kobiro ya kutafuta mwelekeo sahihi ama vipimo sahihi, ama kimenyooka au kimepinda, huwa inapimiwa kwenye jiwe la kwenye kona, jiwe la pembeni. Kwa hiyo Yesu Kristo ndio jiwe la pembeni, lakini tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Kwa hiyo Yesu ndio anatuvuta kule. Ndio maana baba yake Yesu ambaye ni Ibrahim katika imani, babu yake Yesu ambaye ni Ibrahim katika imani, alikuwa ni nabii. Ni nabii. Biblia inasema nabii Ibrahim. Biblia inamuita nabii Ibrahim. Lakini Yesu huyo hata baada ya kupaishwa juu, maandiko yanasema Yohana akafunuliwa maono katika kisiwa. Kwa hiyo unabii umeanzia kwa Yesu, kwa Ibrahim, ukaja kwa mwana katikati ambaye ni Yesu, alafu ukaja kwa Yohana. Kwa hiyo Biblia imeanza na unabii, ikaja katikati Yesu, ikamaliza na unabii wa Yohana. So kama tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo akiwa ni jiwe kuu la nini? La pembeni. Kwa maana kwamba Yesu Kristo yeye ndio anatuvuta, yeye ndio anafanyaje? Na yeye ndio anachochea, na yeye ndio anavijaza hivi vyombo, na yeye ndio anavichochea. Paulo anamwambia Timotheo, usiache kuitumia ile neema ya unabii iliyoko ndani yako, uliopewa kwa kuwekewa mikono na wazee, kwa kuwekewa mikono. Kwa Yesu ndio anachochea. Yesu ndio anachochea hii msingi wa kanisa ambao ni mtume na nabii. Yesu anachochea hii neema ya unabii. Unaona? So tuendelee kusoma kitabu cha Yohana. Anasema hivi, akamwambia, basi akamwona Nathanaeli anakuja kwa, akanena habari zake. Tazama Mwisraeli kweli kweli, amna ila ndani yake. Nathanaeli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akamwambia, kabla Filipo hajakuita ulikuwa wako chini ya mtini na alikuona. Ndio. Hii haongelei kimwili. Hii sio taarifa Yesu aliyopelekewa na Filipo. Ni Yesu ananena wakati saa hiyo Filipo anakuja na Nathanaeli. Kwa hiyo maana kwamba Filipo hakuwa amemwambia Yesu habari za Nathanaeli. Lakini Yesu ananena habari za Nathanaeli. So ni Mungu amemuonyesha. Ni Mungu amemdhihirishia kwamba kabla Filipo hajaja na Nathanaeli, Filipo alikuwepo chini ya mti. Chini ya mti. Lakini mfano wa pili kwamba Yesu ni nabii ni kwa yule mwanamke kisimani.
kwa yule mwanamke Msamaria. Kusoma kitabu cha Injili ya Yohana 4. Ndio. Injili ya Yohana 4. Maandiko yanasema Yesu alikutana na mwanamke Msamaria kisimani. Yesu akamwambia, ngoja tusome kitabu cha Injili ya Yohana 4. Amina sana mtazamaji, kipindi hewani ni maarifa na ufahamu, na uko nami Paulina mwana wa Ibrahim. Tayari kabisa tunazidi kuelimishwa na mtumishi wa Mungu hapa kwamba watu wengi wanaamini sana kwamba manabii ilikuwa ni agano la kale, lakini agano jipya vipi? Tunapata kujua, tupate kufahamu, je, manabii wapo? Yes. Je, na kama wapo tokeaje? Karibu. Amen. Injili ya Yohana, kitabu cha Injili ya Yohana 4:16 anasema 4:16 anasema Yesu akamwambia, nenda kamuite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vyema, sina mume, kwa maana umekuwa na waume 5. Yesu amejulia wapi? Yesu amejulia wapi? Utasema Yesu amemtuma Petro. Wakati huo Yesu anaongea hivyo, na Petro ameenda kumtafutia chakula. Ukisoma vizuri hii habari, maandiko yanasema wakati mwanamke ameondoka, wakina Petro akamkuta Yesu, Yesu akagoma kula, wakasema labda Bwana ameletewa chakula, amepewa chakula na mtu. Lakini Yesu akamwambia, nina chakula changu ndicho hichi, ni atende mapenzi yake yeye aliyenipeleka. So Yesu anamwambia, umenena vema, maana hata wewe ulionaye sio mume wako. Okay. Amejulia wapi? Huu ndio unabii kuyanena, ambayo yani unabii ni ambayo yako kwenye mioyo ya watu. Ndio maana maandiko yanasema Yesu aliyajua aliyoko ndani ya mioyo ya wanadamu. Ndio maana hata watu walipokuwa wanataka kumshambulia, kuna muda maandiko yanasema wakataka kumpiga kwa mawe. Maandiko yanasema Yesu akajua. Akafanyaje? Akajua. Na Yesu akajua aliyopo ndani ya mioyo yao. Au Yesu maandiko yanasema wakati wanamletea mtu mwenye kiwete au mwenye kiziwi, maandiko yanasema wakati Yesu anasema alijua aliyoko ndani ya mioyo yao. Okay. Alijua aliyoko. Ndio maana kusoma kitabu cha Injili ya Yohana kuna maneno anasema kama nyie mngekuwa ni uzao wa Ibrahim, mngetenda aliyo baba yenu, lakini nyie ni uzao wa shetani na mnatenda aliyo mapenzi, kwa sababu alijua kwamba wananena kwa midomo lakini mioyo yao iko mbali. Okay. Kwa sababu Yesu aliyasoma ya moyoni. Nabii amepewa kujua ya moyoni. Kwa hiyo Yesu kwenye agano jipya, nabii wa kwanza ama msingi wa pembeni wa kujaza, wa kuchochea, wa kuvizidisha, wa kutimilisha huduma ya utume na unabii ama huduma ya kinabii ni Yesu Kristo. Na akuishia hapo. Maandiko yanasema ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, ndio maana anasema kwenye agano jipya Yesu tunamwanzia na Yesu ambaye ni msingi wa imani yetu. Ndio. Ama ni kiongozi wa imani yetu. Ama ni kiongozi wa imani. Ambaye ni Yesu Kristo. Yeye ndo alikuwa nabii na alifanya mengi. Maandiko anasema wakati walikuwa wanataka kumtenda mabaya, aliondoka. Alijuaje? Nini kilimwambia? Ni Petro alimwambia? Sio kweli. Anamwambia Petro, rudi nyuma yangu shetani. Anamuita Petro shetani. Kwa nini anamuita Petro? Kwa sababu aliona kilichopo ndani ya Petro. Sasa hiyo ni anamwambia Petro, Petro alichokuwa anamwambia, Bwana, mimi nataka nikuzuilie. Yesu akamwambia, je, unadhani baba yangu hawezi kunitumia majeshi 12 ya malaika wakanisaidia? Kwa hiyo Yesu alikuwa anataka kusudi la baba yake litimie. Ndio maana anasema roho irazi la mwili ni dhaifu, kwa maana kwamba Yesu alikuwa anataka mapenzi ya baba yake yatimiwe. Lakini Petro anamwambia, Bwana, hawatakufanya 1, 2, 3. Akamwambia Petro, rudi nyuma yangu shetani. Kwa nini anamuita Petro shetani? Yesu anamwambia wanafunzi wake, tazama miongoni mwenu yuko atakayenisaliti. Yuko atakayenisaliti na ni miongoni mwenu. Wakati huo bado hajasalitiwa. Wakati huo bado hajasalitiwa. Akasema kuna wakati fulani alimwambia Petro, kabla jogoo hajawika mara ngapi? Mara 3. Ni nini? Ule ni unabii. Nabii ni anayetangulia. Kwa hiyo Yesu alikuwa ni nabii. Alikuwa kwenye agano jipya ni nabii, na mpaka sasa Yesu ameiacha neema ya kinabii. Na kwa mfano wa mwisho wa kumweleza mtazamaji katika maarifa na ufahamu ni huu hapa. Tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 13. Matendo ya Mitume 13. Yes. Agano jipya manabii hawajakoma. Ndio jibu ninalomwambia. Hawajakoma kwa sababu wa kwanza ni Yesu. Wapo. Anasema na huko Antiokia katika kanisa, Matendo ya Mitume 13:1. Anasema na huko Antiokia katika kanisa lilokuwa hapo palikuwepo na manabii. Antiokia palikuwepo na manabii. Na walimu. Tuishie hapo na manabii. Palikuwa hapo na manabii. Kwa hiyo hii ni agano jipya. Matendo ya Mitume ni agano jipya. Kwa hiyo Yesu ndi kwenye agano jipya ni nabii. Na hata alichokiacha ile neema ya kinabii bado. Kwa hiyo neema ya kinabii haijaishia kwa kina Elia. Haijaishia kwa kina Musa. Haijaishia kwa kina Elisha. Neema ya kinabii mpaka kwa Yesu.
Yes, kwa hiyo Agano Jipya unabii haujakoma, bado unaendelea, kwa sababu hata Ufunuo wa Yohana ni unabii. Hata Biblia yanayotokea mpaka sasa kwenye yanayotabiriwa na Biblia akatokea, ule ni unabii. Kwa hiyo unabii haujakoma. Yes. Kiukweli mtazamaji, nafikiri unazidi kupata ufahamu, na kumbuka kipindi hewani ni maarifa na ufahamu. Tunazidi kupata ufahamu kwamba katika Agano Jipya manabii wapo, na tunaona kabisa kwenye Matendo ya Mitume kama mtumishi wa Mungu alivyosoma hapa kwamba huko Antiokia kulikuwepo na manabii. Soma wewe hapo, utazidi kujua kumbe manabii wanaendelea. Na hakika Mungu ni mwema na ni mwaminifu kabisa, kwamba tulikuwa tunatamani sana kufahamu, tunatamani kujua kwamba je, manabii ilikuwa Agano la Kale, lakini je, Agano Jipya vipi? Tumeona na mtumishi wa Mungu amejibu hapa. Lakini mtumishi wa Mungu, wewe unafikiri unaweza ukamwambiaje mtazamaji pia apate ufahamu huu na apate maarifa zaidi, lakini zaidi sana ufahamu? Neema hii ya kinabii, je, inatenda kazi kwa nabii tu au inaweza ikatenda kazi kwa mchungaji, kwa mwalimu, mwinjilisti, mtume? Yes. Unabii ama huduma ya kinabii ni ofisi. Ni huduma inayojitegemea kama huduma. Nikisema ni huduma inayojitegemea ni ofisi. Ni huduma inayojitegemea kama huduma. Yes. Hizi huduma zingine zinapewa kitu kinaitwa ufunuo. Okay. Ufunuo. Neno la ufunuo. Mtu anaweza akasema naona mtu fulani anaumwa sehemu fulani. Haimaanishi kwamba kila anayesema hivyo basi ni nabii. Ni nabii. Ni ufunuo. Yes, huo ni ufunuo. Yes. Sio kila anayesema nimefunuliwa uwe ni nabii. Wengine ni ufunuo katika huduma au katika ofisi walizonazo. Aidha ni mchungaji, ule ni ufunuo. Lakini nabii inabaki kuwa ofisi kama ofisi. Yes. Yeah. Kwa hiyo nyingine inakuwa yani nabii, ukimkuta nabii basi ni ofisi. Yes, lakini mwingine akiona ni karama. Ndio maana ukisoma Injili, ukisoma vitabu vya Paulo, anasema kuna karama za Roho Mtakatifu ambazo ziko ngapi? Ziko 12. Zile karama 12 kuna karama inaitwa neno la ufunuo. Neno la ufunuo. Kwa hiyo maana kwamba wengine wana karama ya unabii. Hiyo ni karama. Karama ya unabii sio ofisi ya kinabii. Karama, yani mtu anaweza akasema kwa muda huo na kisiwepo, lakini nabii akilala ni nabii. Akiamka, akipumua, akila, akitembea ni nabii. Akihubiri ni nabii. Yani maisha yake, lifestyle yake ni nabii. Alale, afunge, mtu afunge. Mfano mtu anataka afunga 40 lakini akafuata majibu kwa nabii. Kwa nini? Sio kwamba Mungu ni mchoyo. Biblia inasema Mungu ana upendeleo. Yes. Lakini tayari tumesema nabii ni upendeleo, unabii ni upendeleo. Kwa hiyo anaweza mtu akafunga 40 na akafuata majibu kwa nabii. Mtu anaweza akafunga 3 kavu, lakini 3 kavu yake sio kwamba tu anategemea Mungu atamjibu, ila anategemea Mungu atamtumia mtu kumjibu. Yes. Na hata sasa sisi tumepewa neema kwa mtumishi wa Mungu Prophet Jackson Ibrahim, baba yetu prophet, amepewa neema ya kinabii. Amepewa neema ya kinabii kufunua maisha ya watu. Yaani amepewa kuyaona maisha ya watu, kuyaingilia maisha ya watu. Kusema kuyaingilia maana kwamba alikutafuta solution ya kimungu juu ya maisha. Kwa hiyo ile neema ya kinabii inatenda kazi kwake, na Mungu anajidhihirisha kwenye maisha ya watu kupitia yeye. Ndio maana tukasoma kitabu cha Petro, akasema unabii ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Walinena aliyotoka kwa Mungu. Kwa hiyo Prophet Jackson yuko kupitisha sauti ya Mungu kwa wana wa Mungu. Biblia inasema walioitwa ni wengi, wateule wachache. Kwa hiyo katika huu wito ama katika hii huduma ameitwa ili kupitisha mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Sababu kusumuni moja hapo la prophet nimesema ni kupitisha mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Ni kuruhusu chemichemi, mkondo, neema ya Mungu kwa wanadamu.
ni the way ambavyo watu wataelewa kwamba nabii amepewa maisha yani nabii amepewa kupitisha mapenzi ya Mungu kwenye maisha ya watu au maisha ya mtu mmoja anayetufuatilia sahi. Yes. Mtazamaji wa Eden TV, hakika moja kwa moja kutokea hapa studio zetu za Eden TV. Kipindi hewani ni Maarifa na Ufahamu, na uko nami Paulina mwana wa Ibrahim, lakini pia niko hapa na mtumishi wa Mungu ambaye anazidi kutupa ufahamu kwa mafundisho haya anayotuambia. Tumeanza kupata kujua kwamba ni namna gani yeye anaifahamu neema ya kinabii, lakini zaidi sana ametuambia nabii ni nani, lakini pia bado ametuweza kupatia maarifa hapa wakati anafundisha kwamba hasa neema hii ya kinabii bado inaendelea kutenda kazi mpaka sasa, hasa tukiwa tunamaanisha Agano Jipya, maana watu wengi wanajua ni Agano la Kale, ndio manabii wamepita, lakini tunapata hapa ufahamu kupitia kipindi hichi, na mtumishi wa Mungu ameeleza Yesu Kristo ndiye wa kwanza, nabii wa kwanza, alafu pia amewekeza kwa watumishi wake, na mtumishi wa Mungu amesema hapa kiwepo mmoja wapo Prophet Jackson Ibrahim Tanzania 1, tayari tunamuona Mungu kupitia huduma au ofisi Mungu aliyowekeza ndani yake. Kipindi hichi ni cha baraka sana sana sana, ambacho hakika mtazamaji unazidi kubarikiwa nacho. Lakini pia tumeona kwamba mtumishi wa Mungu ametufundisha hapa, tumepata maarifa, tumepata ufahamu, hasa kwa swali lile la mwisho ambalo ni swali ambalo neema hii ambayo amezungumzia tokea mwanzo ya kinabii, inaweza kufanya kazi kwa mchungaji, kwa mwalimu? Lakini inawezekana mtazamaji ulikuwa hujui, kupitia kipindi hichi umepata ufahamu, kupitia kipindi hichi umepata maarifa. Amesema kwamba manabii wako wengi, lakini pia nabii kama nabii ni ofisi automatic kutoka kwa Mungu. Lakini ukisikia mchungaji, mwalimu, kuna namna, basi ujue kwamba ni ufunuo. Mtu anapewa pale na jambo linafanyika, Mungu anampa maelekezo, anatoa, na hapo tumepata kujifunza kutokea mtumishi wa Mungu alivyotufundisha kwamba huduma ya kinabii ni neema, ni ofisi kamili. Mtazamaji, nina uhakika kabisa umebarikiwa sana na kipindi hichi cha Maarifa na Ufahamu. Ulikuwa nami Paulina mwana wa Ibrahim pamoja na mtumishi wa Mungu hapa. Mtumishi wa Mungu, neno la mwisho unawaambiaje watazamaji, kwa sababu muda wetu unatutupa mkono kidogo, alafu tutaenda kumalizia. Neno la mwisho kama nilivyosema kwamba umesema huduma zingine zikipewa mtu akatabiri akawa anasema anatabiri, anasema inakuaje? Naye ni majibu ni haya hapa. Kwa neno la mwisho, watu wengi wana pesa. Nimpe mfano mtazamaji. Watu wengi wana pesa, lakini matajiri sio wengi. Lakini pia utajiri unatokana na pesa. Ili mtu aitwe tajiri lazima awe na pesa, lakini watu wengi wana pesa, lakini sio kila mwenye pesa ni tajiri. Vivyo hivyo sio kila anayetabiri ni nabii, japokuwa naye anatabiri. Kwa hiyo sio kila mtu mwenye pesa ni tajiri, ijapokuwa utajiri unakuja pia kwa njia ya pesa, lakini sio kila mwenye pesa ni tajiri. Kwa maana kwamba sio kila ambaye anasema ni nabii anatabiri basi ni nabii, kwa sababu wengine ni karama na ni ufunuo. Vivyo hivyo hata katika namna ya kiuchumi nimesema sio kila mwenye pesa ni tajiri, ijapokuwa utajiri unakuja kwa namna ya pesa. Kwa hiyo nikwambie mtazamaji, neema hii ipo, na neema ya kinabii inafanya kazi hata sasa, na neema ya kinabii iko kwa sababu inatamani, Mungu anatamani uweze kusaidika. Mungu anatamani uweze kupata zaidi majibu ambayo hujajui, kwa sababu kuna majibu ambayo bado hujajua. Kuna maswali inabidi tukaulize kwa nabii, kuna maswali ambayo inabidi watu wakaulize kwa nabii, lakini kwa sababu watu hawaelewi neema ya kinabii, hawaelewi, kwa sababu nabii ni yule ambaye unamuuliza Mungu alafu nabii anapitisha. Nabii ni yule ambaye unasema na Mungu nyumbani kwako, alafu ukija kanisani anakuambia 1 2 3. Nabii ni yule ambaye unasema na Mungu mlimani, alafu unakuja anakuambia 1 2 3. Nabii ni yule ambaye unasema na Mungu ukiwa hata chini ya kitanda, ukiwa milimani, ukiwa kwenye mapango, ukiwa kanisani kwenye kiti chako ukajinyongoneza ndani ya moyo wako.
na akaruhusu sauti ya Mungu kuyagusa maisha yako. Kwa hiyo neema ya kinabii ipo, na lengo kubwa sasa ni kupitisha mapenzi ya Mungu, na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako ni maisha yako yawe timilifu. Yes. Amina sana mtumishi wa Mungu. Mimi niseme Mungu akubariki sana kupitia kipindi hichi cha maarifa na ufahamu. Nina uhakika mtazamaji alipo sasa tayari amefunguka, amepata maarifa, amepata ufahamu, umefundisha mambo mengi. Kiukweli inawezekana hata mimi mwenyewe nimejifunza. Nilikuwa sijui, sifahamu hivi vitu, lakini kupitia wewe mtumishi wa Mungu umefika katika studio zetu, na kipindi hichi kimekuwa cha baraka kwangu na pia kwa mtazamaji. Nimepata kujua inawezekana nilikuwa natembea tu, najua mtu akikwambia jambo najua huyu moja kwa moja ni nabii, lakini kumbe inawezekana kabisa huyo mtu amepewa neema wakati huo na Mungu, funuo umekuja na akaniambia jambo langu, lakini kumbe swala la kinabii au huduma ya kinabii ni ofisi automatic. Nimejifunza kitu kizuri sana. Mimi niseme Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Asante. Na nikukaribishe tena. Asante. Ili uweze kuja kuwafundisha watazamaji. Asante. Wapate kupata maarifa mengi zaidi. Asante na sana. zaidi. Mtazamaji, mpaka kufikia hapo tumefikia tamati ya kipindi hichi cha maarifa na ufahamu. Ulikuwa nami Paulina mwana wa Ibrahim, bila kuwasahau wadhamini wa kipindi hichi, huduma ya The Power Perfection International Ministries, lakini pia bila kuwasahau jopo zima la timu ya media waliokuwa wakiwezesha kipindi hichi kupaa hewani na kukufikia wewe mtazamaji. Neno linasema muaminini Mungu mtadhibitika, waaminini manabii wake mtafanikiwa. Kaa tayari ili uweze kufanikiwa. Kaa tayari kupokea kipindi kizuri kitakachokujilia siku ya Jumatano saa 3 usiku majira na wakati kama huu. Karibu sana ujifunze kwamba kufanikiwa kwako kunatokea wapi. Nimekuambia muamini Mungu utafanikiwa, waamini manabii wake mtafanikiwa. Mungu akubariki na kutunze.